Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu. Karibu sana uwe pamoja nami katika kipindi hiki cha mkate wa leo. Asanteni kwa ninyi nyote mnaofuatana nami, Mungu awabariki sana. Wengine wamekuwa wakisubscribe kwenye akaunti yangu, Mungu awabariki sana. Wengine wamekuwa wakilike na comment, Mungu akubariki sana. Na wewe bado basi fanya hivyo, maana baraka za Mungu zipo kwa ajili yako. Tafadhali usiache kufanya hivyo. Basi tuendelee. Leo tuko Injili ya Yohana Mtakatifu. Tumeifikia Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 3. Acha tusome mstari mchache hapa. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, najua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usisitaajabu kwa kuwa nilikwambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, na sauti yake twaisikia, lakini hatujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Amen. Bwana Yesu akubariki sana, mpendwa mtazamaji wangu, kwa kufuatana nami. Tumefikia ahadi nyingine hapa ambayo alisema Yesu Kristo. Ni ahadi muhimu sana. Ukiikosa hii basi umekosa yote. Ahadi hii ukiikosa basi umekosa yote, lakini ni ahadi muhimu sana. Kulikuwa na mazungumzo kati ya yeye na mtu mmoja, alikuwa Nikodemo. Huyo alikuwa mkubwa mmoja wa Wayahudi. Alikuwa ameshamwamini Yesu Kristo, lakini kwa kuogopa Wayahudi ilibidi asidhihirishe imani yake kwake. Ikabidi amfuate Yesu usiku, akamwambia kusudio lake. Yesu akamwelimisha, baadaye akaelewa. Kitu muhimu hapa alichoambiwa huyu mtu ni hiki: mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Hilo ni jambo muhimu sana. Kuna ahadi. Mimi na wewe tulizaliwa na wazazi wetu kwa mara ya kwanza, lakini kuna kuzaliwa mara ya pili ambako huku Yesu anakokuzungumzia. Nikodemo akauliza, akajibiwa. Aliuliza kwamba anawezaje mtu mzee kuingia tumboni tena kuzaliwa upya? Lakini Yesu akamwambia, mimi sisemi hiyo. Ninachosema ni kuzaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, yaani kwa kubatizwa kwa maji na kujazwa Roho Mtakatifu. Kitendo hicho kitakupa kuingia ufalme wa Mungu. La sivyo huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili, Yesu alikokuwa na kuongelea ni ubatizo wa maji. Kitendo cha kubatizwa tu kwa maji, Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, unakuwa umezaliwa mara ya pili. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unakuwa wako. Hii ni ahadi muhimu sana. Wako watu wameikosa ahadi hii, na wako watu tayari wanaishi nayo ahadi hii, maana walishazaliwa mara ya pili. Jambo hili ni muhimu sana. Yawezekana bado hujazaliwa mara ya pili. Tafadhali mtu wa Mungu, kama hujazaliwa mara ya pili, yaani hujabatizwa, kumuona Mungu kwako itakuwa kazi kubwa.
Kumuona unaweza ukamwona akikufukuza, lakini si nia yangu kusema hiyo, lakini nia yangu ni wewe uzaliwe mara ya pili, atakapotokea tu ukaribishwe kwake. Wote waliozaliwa mara ya pili wataingia katika ufalme wa Mungu, la sivyo huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kama ilivyo, huwezi kuwa mwanafunzi wa chuo fulani mpaka umejisajili kwenye chuo hicho. Huwezi kuwa mwanafunzi wa shule fulani mpaka umesajiliwa katika shule hiyo. Huwezi kuwa mwanafamilia fulani mpaka umezaliwa katika familia ile. Ndivyo ilivyo hata katika ufalme wa Mungu. Huwezi kuwa mwana ufalme wa Mungu, huwezi kuingia katika familia ya ufalme wa Mungu bila kusajiliwa. Usajili ameuweka wazi Yesu Kristo hapa, anasema kuzaliwa mara ya pili. Ukizaliwa mara ya pili, wewe umesajiliwa moja kwa moja katika wana wa ufalme wa Mungu. Je, uko tayari kusajiliwa? Ni rahisi tu. Mwamini Bwana wetu Yesu Kristo anayehubiriwa kote kote siku hizi, mpokee yeye, ubatizwe, uwe wake milele. La sivyo utauona ufalme wa Mungu, utausikia tu. Ni nafasi yako na ni wakati wako kuutumia wakati huu mzuri ulionao. Kama hujawa mwana wa Mungu, hujazaliwa mara ya pili, basi nenda mfuate mchungaji, mwambie mchungaji, nataka unibatize. Atakupa taratibu za kufanya na atakubatiza. Tayari utakuwa mwana ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu. Mungu akubariki, akubariki sana. Nafasi unayo, maamuzi ni yako, basi yatumie. Heri yako wewe ambaye sasa umo ndani ya ufalme wa Mungu. Mungu akubariki sana. Tutane wakati ujao. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.